Halo, karibuni tena. Leo tumerudi tena na SolidWorks kwenye part modeling. Kama ndio mara kwanza kutufuatilia, basi hujachelewa. Na kama ulifuatilia video ya kwanza ukuelewa, basi ni fursa yako nyingine. Fuatilia vizuri, kuwa nasi, chora, jaribu tena, uliza maswali mdogo mdogo, hatua kwa hatua mpaka tutaelewa. Leo moja kwa moja tunaenda kuchora mchoro wetu wa pili, ambao ni simple drawing kwa wale tunaoanza. Mchoro wenyewe ni huu. Hapa leo tutajifunza features nyingine pamoja na ile ambayo tulishajifunza katika session iliyopita. Kwa tunakuja hapa new, nafungua part. Okay. Baada ya hapo tukiangalia mchoro wetu hapa, hii ni orthographic projection ambayo inakuwa na front view, inakuwa na top view, kisha hapa kuna right view, na hii ni isometric view. Na front view ndio ina dimensions. Kwa hiyo tuzishike hizi dimension tuweze kuchora. Huu mchoro wetu ni symmetric, maana yake pande mbili zikigawanywa zote zinafanana. Tutatumia njia mbili kuchora huu mchoro. Tutatumia njia ya ambayo tulitumia session ya iliyopita kwa kutumia extrude boss base. Kisha leo tutajifunza tena features nyingine ambayo pia tutaweza kutumia kuchorea huu mchoro, ambayo inaitwa revolved boss base. Karibu kuwa nasi tuendelee. Hapa tunaona hapa, hii ni circular part, top view ya hapa ni circular, ambayo hii circle ya juu ina radius ya 1, maana yake diameter yake ni 2, na hii circle ya chini ina radius ya 0.5. Kwa hiyo tutaanza kuchora top plane. Kwenye top plane tutachora hizi cycle, kisha tutafanya extrude boss base. Okay, tunaanza. Tunakuja kwenye sketch. Nakuja tena sketch. Kisha unachagua nini? Top plane. Kwa sababu tunataka kuanza kuchora top view. Kwa hiyo tutachora kwenye top plane. Kitakachofuata tutachora cycle. Kuja hapa kwenye sketch, unachagua cycle. Unakuja hapa, unaichora cycle yako. Baada ya hapo tutaweka dimension ya hii cycle, ambayo ndio cycle kubwa. Tutakuja hapa kwenye smart dimension, ndio sehemu ya kudimension. Una click cycle yako, left click, kisha una click tena left click. Itakuletea sehemu ya dimension, utaandika. Hii ni dimension in term of diameter. Kwa hiyo hapa tutaweka diameter ngapi? Hii ni cycle ile ya nje yenye diameter ya 2, kwa maana radius ya 1, kwa hiyo tutaweka 2. 2. Okay. Unaminya hapa close dimension, hii tiki ya kijani. Baada ya hapo cycle yetu imekamilika. Kwa tutakachokifanya, tutaenda kwenye features kwa ajili ya ku extrude hii cycle yetu kuiweka kwenye 3 dimension. Hii hapa ipo kwenye 2 dimension, tumefanya sketch ni kwenye 2 dimension, sasa tunaenda kuiweka kwenye 3 dimension. Kwa tunakuja hapa extrude boss base. Utaona cycle yetu be extruded. Kwa utakachokifanya hapa utaweka dimension yako. Tukija kwenye mchoro wetu hapa, hii hapa cycle yetu ya nje hii ina 0.5. Be extruded 0.5. Kwa hapa kwenye dimension tutaweka 0.5. Enter. Naona hapa imekaa 0.5, unaminya. Okay. Kwa tunaona cycle yetu ya nje imekamilika. Kwa kitakachofuata ni kutengeneza ile ya ndani. Utakliki kwenye hii surface hapa.
Ukisha left click hapa, itakuja hapa hii option, utaenda hapa kwenye normal tu ili uweze kuiweka normal. Baada ya hapo utaenda kwenye sketch, unachukua tena cycle, kisha unakuja hapa middle, kwenye middle. Ukiona hii alama ya njano ujue ndo relation imekubali ya coincidence. Kwa hiyo uta click hapa, left click, kisha uta extend cycle yako. Okay. Unakuja kwenye smart dimension kwa ajili ya kuweka dimension. Tunaweka dimension zetu za hapa, tulisema radius yake ni 0.5, kwa hiyo diameter itakuwa ni 1. Okay. Baada ya hapo, na hii pia tunaifanyia extrude boss base. Kwa tunakuja hapa features, nachagua extrude boss base. Utaona maybe extruded lakini kwa urefu wa 0.5. Ila tukirudi hapa kwenye mchoro wetu, hii maybe extruded kwa urefu wa 3 kutokea hapa juu. Kwa kuwa ni 3 kutokea hapa juu, maana yake tukichukua 3 hii tukitoa na hii 0.5 tutapata urefu wa kuextrude kutokea hapa tulipo, ambao ni 3 kutoa 0.5, jumla ni 2.5. Kutakuja hapa tunaandika 2.5 enter. Kwa tunaona cycle yetu imebe extruded up to 2.5. Nakuja na minya okay, kisha mchoro wetu umekamilika. Na hapa tunaweza kuona hizi view orientation. Unakuja hapa kwenye view orientation, unaweza ukaziona views. Unaona top view hii hapa, unaweza ukaona isometric view hii hapa, na pia unaweza ukaona views zote kwa wakati mmoja: top view, isometric view, front view, left view. Asanteni, karibuni tena katika session nyingine tuuchore mchoro huu kwa kutumia njia nyingine. Hii ni ile ambayo tulisoma kwenye session ya kwanza. Kwa kama hukuelewa kule, jitahidi hapa uelewe, rudia tena kuchora ili uweze kumaster SolidWorks. Karibu tena, usisahau kutufuatilia na kusubscribe. Asante.